Hallelujah. And we appreciate praise and worship. Asante sana kwa sababu ya kutuongoza. Neno ambalo Bwana ameweka moyoni mwangu siku ya leo ni neno ya kututia moyo. Amen. Kama vile tunavyojua ni kwamba tumeanza kujifunza kitabu cha Nehemia. Kitabu cha Nehemia tumefanya sura ya kwanza, tumefanya sura ya pili, tumefanya sura ya tatu. Wiki hii on Wednesday nilifanya sehemu ya kwanza ya sura ya 4, na ujumbe ule ambao Mungu amenipatia wa siku ya leo ni sehemu ya pili ya kitabu hicho cha Nehemia sura ya 4, kutoka mstari wa 15 hadi mstari wa 23. Na Nehemia chapter 4 inaongea juu ya upinzani, opposition. Huu ni wakati ambao Nehemia alikuwa wanajenga ukuta wa Yerusalemu. They were rebuilding the wall of Jerusalem. Na walipokuwa wanaendelea kujenga ukuta wa Yerusalemu, walikumbana na mambo ambayo ingewafuja moyo. Chapter 4 inaongea juu ya upinzani wa nje. Discouragement, opposition from outside. Chapter 5 ambao tutaanza kuiangalia on Wednesday inaongea juu ya opposition from within. Hayo ni mambo mawili ambayo yanaweza yakavuja moyo wako. Either upinzani wa nje ama upinzani ambao ni wa ndani. Lakini wa ndani ni zaidi wa nje. Na kwa hivyo ningetaka nikukaribishe siku ya Wednesday ambao tutakuwa tunajifunza, tunaangalia sura ya 4. Ama sura ya 5. Mstari wa 15 hadi mstari wa 23, lile neno ambalo nataka tulitazame ni fighting to win. Kupigana tushinde. Ya kwamba ukianza safari maliza. Ukianza project maliza. Pigana mpaka uhisi ya kwamba umeshukua kile ambacho ulikuwa unakusudia. Unaanza jambo fulani, either lako binafsi ama la familia ama kanisa. Kwa mfano, tunanunua hii plot ambayo iko hapa. Tulianza safari. So lazima tumalize. Amen. Nehemia anatufundisha jambo la umuhimu sana. Alipotoka kwa mfalme akaenda Yerusalemu kuenda kujenga ukuta upya. Alitoka huko amalize huo ukuta. Hakuwa ametoka hapo afikishe nusu alafu aende. Alikuwa amalize mpaka mwisho. Na hiyo ndio ujumbe ambao unatutia moyo siku ya leo. Wakati mwingine unapojenga ukuta wako, unaweza ukakumbana na upinzani wa nje ambao unakuvuja moyo, either watu ama ukosefu wa fedha ama hata shetani mwenyewe. Unasikia kuna sauti ambazo zinazokunenea you give up, ukate tamaa. Na ningetaka kusema ya kwamba kila jambo tunalolifanya nzuri, hiyo sauti ya withdraw, hiyo sauti ya give up, hiyo sauti ya kurudi nyuma, hiyo sauti inatunenea kila wakati. Katika ndoa zetu, biashara, kazi, huduma ambao tunaoifanya, sauti ya kuashiria ni nyingi. Unataka kufanya jambo, kutekeleza jambo fulani, na ukichaaza tu unasikia ni kama hautaendelea. Na kuna watu wengi sana ambao wanaanzaga mambo ya aina hiyo, unakuta ya kwamba hawajamaliza. Ujumbe wetu wa siku ya leo ni kututia moyo ya kwamba lazima tumalize. Amen. Na ningetaka nisome katika mstari wa 23, hata kama ninaangalia mstari wa 15 hadi mstari wa 23. Mstari wa 23 inasema hivi: During this time none of us, not even I, nor my relatives, nor my servants,
nor the guards who are with me even took off our clothes. We carried our weapons with us at all times, even when we went for water. Ni ujumbe, ni neno ambalo Nehemia anasema. Na Nehemia ana ile roho tunaita resilient spirit. Roho ya kung'ang'ana, roho ya kumaliza, roho ya kumfika mpaka mwisho, roho ya kusema ya kwamba liwe liwalo, nataka kuona mwisho itakuwa namna gani. Na kwa hivyo anatuambia ya kwamba hakuna hata moja, yeye ama wale ambao ni relatives wake, ama wale walikuwa watumishi wake, ama wale ambao walikuwa ni askari wake ambao walitoka naye kwa mfalme, kila mmoja, hakuna hata moja alivua mavazi yake. Tuliendelea na kazi, mkono mmoja ukiwa umebeba silaha na mkono mwingine ni wa kujenga. Hata tukienda kushota maji, tulienda pia na silaha. Hiyo ni kumaanisha Nehemia mtumishi wa Bwana alikuwa amejitayarisha. Kwa sababu gani? Tobias ambaye alikuwa governor wa Ammonite, Sanibarat ambaye alikuwa governor wa Samaria, the Ammonites, the Ashdodites, the Arabs, as we can see in verse number 3 and verse number 7, walikuwa wameamua ya kwamba watasimamisha hiyo kazi. Walikuwa wameapa, walikuwa wamekuja pamoja kusimamisha ujenzi wa huo ukuta. Naye anasema ya kwamba tulipojua hiyo, tuliamua. Bwana sana. Kuna hadithi ambayo tunasoma sana, hata kuna wakati moja nimeacha kuitumia illustration ya mwanariadha mmoja wa nchi ya Tanzania mwaka wa 1968 katika Summer Olympics in Mexico, ambaye alitumwa na Tanzania kuenda kukimbia mbio ya marathon. Na alipoenda akiwa anakimbia, ikafika wakati akaanguka na akagongwa katika mwili wake, akaumia. Naye mwenye akaamua liwe liwalo nitamaliza hii marathon. Jina yake ni John Stephen. Akaamua atamaliza hiyo marathon. Na wakati ule marathon hao wengine wote wamemaliza, amen, watu wameanza kutoka stadium, wengine wameenda. Wale ambao walikuwa na shukua kamera, walikuwa nafunga virago vyao, wakasikia kuna sauti ya shangwe inaanza kupigwa upande wa nje. Na muda si muda wakaona kuna mkimbiaji mwingine ambaye anakuja akichechemea. Amen. Na akachechemea mpaka akamaliza hiyo marathon. Na aliulizwa kwa sababu alimaliza hiyo marathon na masaa 3 na dakika 25. Na alipoulizwa alisema maneno haya ya kwamba my country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Ya kwamba nchi ya Tanzania yangu haikunituma Mexico niende nianze mbio, ili nituma ili nimalize mbio. Na kwa hivyo niliamua liwe liwalo ya kwamba nitajikakamua. Na by the way, hiyo video, ukitaka kuwatch hiyo video iko, ukiklik Tanzania Marathoner 1968, utaona hapo akija, kwa sababu ilinukuliwa, akija kichechemea mpaka akamaliza. Na imetumiwa, Bwana sana, huo mfano wa huyu ndugu imetumiwa kutia watu moyo kile umeanza kusudia kumaliza. Na kama huja kusudia kumaliza, usianze. Kwa sababu unaweza ukawa unaanza jambo, una give up. Tena unakaa kidogo unaanza ingine na haumalizi. Unakaa wakati mwingine haumalizi. Amen. Kama mtu mmoja ambaye anajulikana sana Egypt katika historia ya ujenzi,
Inasema alianza majengo mengi, lakini hakuna hata moja yao alimaliza. Na unaweza ukawa na kibarua ya aina hiyo, ya kwamba jambo lolote ambao unaanza halifiki mwisho wake. Ukianza uhusiano haufiki mwisho wake. Ukianza biashara haufiki mwisho wake. Inafika tu mahali fulani una give up. Kuna msemo unasema never finish anything syndrome. Kuna hii hali ya kutomaliza kila kitu ambacho unachoanza. Na unaweza ukawa kwamba umewekelewa mzigo wa kuanza mambo ambayo haimaliziki. Kila jambo unapoanza haimaliziki. Ningetaka tujitie moyo ya kwamba kile tumeanza tukusudia kumalizia. Hata hii plot ambayo tunayonunua, tulianza safari. Tusifike mahali fulani tuvunjike moyo. Tuendelee. Praise be to the name of the Lord. Hallelujah. Kwa sababu gani? Kuna uwezekano wakati ule ambao tumefika mwisho wetu. Amen. By the way, wale waliomaliza hiyo bio ya 1968 Mexico Olympic Marathon, hakuna mtu ambaye ana sifa kubwa kuliko huyu. Hakuja number 1, hakuja number 2, lakini mpaka siku ya leo anakumbukwa. Unaweza ukawa kama hujui majina hayo mengine yote, lakini anakumbukwa. Kwa sababu gani? Ile roho ambayo aliyokuwa nayo. Na hiyo tu ndio roho ambayo Nehemia anatuvudia siku ya leo, ya kwamba lazima to win. We have to win the battle. Amen. Na ili ya kama tufike hapo mambo machache. Number 1, be aware of your enemy. Jua adui yako. Mwelewe adui yako. Nehemia ukisoma katika mstari wa 15 inasema, when our enemies heard that we knew of their plans. Maadui wetu waliposikia tumejua mipango yao. Amen. Kujua mipango ya adui yako. Na adui hana mipango mbili. Adui ana mpango moja, kusimamisha kile ambacho unachokifanya. Kusimamisha, kusarabatisha lile jambo ambalo unataka kufanya. Hiyo ndio kusudi lake. Shetani kile ambacho anataka kufanya ni ya kwamba ukianza safari hautamaliza. Ukianza mradi hautamaliza. Ukianza jambo fulani hautamaliza. Yeye ni expert wa mambo ya aina hiyo. Na unaweza ukawa ya kwamba haujui tactics zake. Na mtu mmoja akasema ya kwamba know thy enemy and know yourself, in 100 battles you will never be defeated. Ya kwamba jua adui yako na ujijue, na vita 100 hakuna hata moja ambao utashindwa. Kwa sababu umejua adui huyo, unajifahamu, na kule kujua ya kwamba adui yuko inakutia nguvu, inakutia uwezo wa kuendelea. Nehemia alijua adui yake. Alijua kusudi la maadui yake. Sanibarat alikuwa najua Sanibarat alikuwa na mpango kama gavana wa Samaria kuja mpaka awe gavana wa Juda. Alielewa binu zake, alielewa mipango yake. Wapendwa Bwana sana. Hallelujah. Na kwa hivyo Nehemia alisimama wima akasema, hapa ni Juda. Amen. Na ndiposa alipomwambia mfalme, ninaenda Juda, Yerusalem, ili ya kwamba nijenge ukuta ule, ili ya kwamba hawa maadui wetu wasipate nafasi. Aliwafahamu. Aliwafahamu kwa sababu hata alifika mahali hata akawa na barua. Amen. Nehemia chapter 2 verse 7 and 8 inasema ya kwamba akaomba mfalme barua ili apeleke hao governors, kwa sababu alijua kusudi lao, mipango yao. Nasi hata katika mambo ya kiroho, in 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9 Biblia inasema, be alert and of somber mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Amen. Ya kwamba be alert, be watchful, be aware. Ya kwamba ujue adui ako
Na sisi kila wakati waaminio tuko katika vita ya kiroho. Tuko katika vita ya kiroho. Either wewe umeomba ama hujaomba. Hallelujah. Hallelujah. Uko na revival ama huko na revival. Hebu tujue ya kwamba tumo katika vita. Na shetani ana kusudi moja la kutusimamisha. Kusimamisha kanisa lake. Hallelujah. Na kwa hivyo lazima tujue hivyo. Ukijua threat ambayo inakugojea, ukijua kwamba adui anaweza kukuvamia kila wakati, unajihami. Praise be to the name of the Lord. Unajipanga, unajiandaa, unaweka mikakati ambayo unajua kwamba adui akija utamshika. Amen. Hallelujah. Jambo la pili, arm yourself. Vaa silaha ya vita. Nehemia alipojua kusudi na mipango ya adui wake, alijihami na vifaa vya vita. In verse number 16 and 18 asema, but from then on, only half of men worked with the other half stood guard with spears, shields, bows, and coats of mail. Verse 17 part B nasema, the laborers carried on their work with one hand supporting their load and one hand holding a weapon. Verse 18, all the builders had a sword belted on their side. Wakajihami na vitu vya vita. Amen. Hallelujah. Kwa sababu kujua na kuelewa mipango ya adui ni kitu kimoja, lakini lazima pia uvae vifaa vya vita. Ili ya kwamba huyo adui akija kukushambulia akute ya kwamba una vifaa yako. Praise be to the name of Jesus. Hakuna kitu ambayo adui anaogopa akirealize ya kwamba kuna uwezekano uwe ya kwamba you are armed. You are armed. Amen. Amen. Hallelujah. Ukijua ya kwamba ama adui akijua ya kwamba huyu anaweza akawa na silaha ya vita, hata kukaribia. Anajua. Na kwa hivyo Nehemia anasema kutoka siku hiyo tukajigawanya. Kikundi ya half of the men worked, half of the men became guards. Na kila mmoja wao alikuwa amevaa silaha, amejiandaa. Ili ya kwamba kama adui atakuja, kwa sababu the threat was so live, was real. Ukisoma in verse number 12 part B inasema, they will come from all directions and attack us. Hawa maandui watakuja na njia zote na watatuangamiza. Walijua, wanajua hivyo. So ni lazima tuvae silaha ya vita. Hata wewe muaminio katika Biblia inatukumbusha mara nyingi. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 4 inatukumbusha ya kwamba the weapons we fight with, amen, that have power to demolish strongholds, spiritual power, weapons. Lazima tuvae silaha. Ephesians chapter 6 verse 11, put on the armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. And I'm underlining the word devil's schemes. Kwa sababu the devil has many schemes. Many schemes. 7 weapons of our warfare according to Ephesians chapter 6 verse 11 to verse number 18. Truth, righteousness, gospel of peace, faith, salvation, the word of God, and prayer. Tusipojihami, kanisa tusipojihami, tutashindwa katika vita. Na vitu vile ambavyo Mungu anatuambia, moja yao ni maombi. Ni silaha ya kujikinga na nguvu ya giza. Tumejiandaa kumenyana, tumejiandaa kupigana, tumejiandaa liwe liwalo, tuko tayari kumenyana huyo muovu shetani. Lazima tuwe tumejivalisha silaha. Otherwise wapendwa, kama hatutakuwa na silaha, we are exposed. Tunakuwa exposed. Na shetani akija kutushambulia atatuweza.
Shetani akija kushambulia wamama, watawezwa. Shetani akija kushambulia wazee, watawezwa. Vijana watawezwa. Sisi tutawezwa kama hatuna vifaa. Kwa sababu tukumbuke ya kwamba shetani ni adui ambaye anasungua kila wakati, anatutafuta kutuangamiza. Anatafuta kuangamiza kanisa lake. Anatafuta aangamize ile kazi ambayo tunaoifanya. Anatafuta ili ya kwamba atumalize. Ako bioni, anatutafuta. Kusudi la shetani ni kusimamisha hata kanisa lisiendelee. Amen. Na kwa hivyo lazima tuvae vifaa, tupigane na yeye. Jambo la tatu ambalo tunaona katika haya maandiko ni ya kwamba we have to carry on with the work. Lazima tuendelee na kazi. Amen. Lazima tuendelee na kazi. Wakati ambao unapojenga ukuta, vita inatokeaga. I was thinking even in my prayer on Friday when I was here, hata wakati ambao tunanunua plot, najua hata hiyo figure kuimension peke yake inasikia watu wengine. It can scare some people. Amen. Na shetani analeta kaleta vita vingi na kutoelewa kwingi. Na unaweza ukakuta ya kwamba sio wengi ambao wanakuwa encourage hata kuja kanisani. But I want to encourage us. Bwana sana. Unapojenga ukuta, unapofanya jambo ile ambao unafanya, wakati ambao unapambana na upinzani, either wa nje ama wa ndani, lazima kazi iendelee. Kwa sababu gani? Kusudi la ibilisi ni kusimamisha hiyo kazi. Ukikufa moyo, uache kuendelea na hiyo kazi, utakuwa umetekeleza matakwa yake. Kwa sababu kusudi lake kubwa ni kusimamisha usiendelee. Na kwa hivyo hata katika biashara yako, katika kazi ambayo unafanya, katika ndoa, I want to tell you the truth, anything you do, there is always a voice of despair. A voice of discouragement. A voice of withdrawing. Kuna sauti ambayo inakuambia hili jambo hautaweza. Hili jambo hautamaliza. Hili jambo hautatekeleza. Kuna hiyo sauti ambayo inakunenea. Unaangalia maeneo yale ambayo unaangalia. Na tutaona wale katika chapter number 5, tutaona hata wakati ule kulikuwa na njaa nyingi sana. Amen. Na watu wakaanza kulalamika. They are all reasons to give up. Amen. Hallelujah. Katika ndoa yako kuna sauti inakuambia sijui kama utamake. Katika kazi yako kuna sauti inakuambia sidhani kama utafaulu. Na it doesn't matter ni kazi ya gani ambayo unafanya. Haijalishi kama wewe ni president wa nchi ama you are the lowest in that kanda ya leadership. Hata wale ambao wako kule juu sana, there is always a voice of despair that speaks for you to withdraw. Ndoa unasikia kwamba haitafanyika. Unasikia kuna roho inakuambia hii sitaweza. Na hiyo sauti itakunenea kwa mambo yote ambayo unayoyafanya. Mahusiano yako, ndoa yako, mambo yale ambayo unayofanya. Kuna roho ambayo inatumwa na shetani ya kukuzungumzia. Give up. Washana nayo. Washana nayo. Washana nayo, hautaweza. Hii biashara hautaweza. Na shetani anaweza akamagnify ile kasi ambayo unayo, ile failure ambayo unaweza ukakuta. Uone ni kama hautaweza. Wale waliokuwa hapa siku ya Wednesday, tuliona mstari moja katika chapter number 4, walifika mahali nasema ya kwamba and the Jews started complaining. And wakasema hii kasi ni mingi sana, hatutaweza. Amen. Na kuna hiyo roho ya kutaka kurudi nyuma. Hata wokovu wapendwa, kuna roho ambayo inakunyemelea kila wakati na kuambia huu wokovu hautaweza. Rudi nyuma. Hiyo sauti haitokagi kwa Mungu. Hiyo sauti inatoka kwa adui wetu shetani. Hiyo sauti inatoka kwa yule mwovu shetani. Na nimekuambia it doesn't matter
what you do, there is always that inner voice, outer voice, ambayo inakuambia you will not make it. But I'm here today, ya kwamba katika kitabu cha Nehemia sura 4, mstari wa 16, 17 na mstari wa 21, katikati ya upinzani huo, amen, waliendelea na kazi. Na kwa hivyo lazima uendelee in the name of the Lord Jesus. Inasema, but from then on, only half of men worked. They worked. Amen. Inasema in verse number 17, part B, the laborers carried on their work. Carried on their work. Verse 21 inasema, we worked early and late from sunrise to sunset. Waliendelea kufanya hiyo kazi in the midst of opposition, in the midst of threat. Nimekuambia kusudi moja ya shetani ni ukufe moyo na ukose kuendelea. Kusudi ya shetani ni ya kwamba you withdraw. Amen. You withdraw from a relationship. You withdraw from the job that you are doing. You withdraw. If you give in to that voice, you are going to give up. You are going to get discouraged. But I'm here to encourage you in the name of the Lord Jesus. Hebu tujifunze na watumishi wa Bwana Nehemia, mtumishi wa Bwana ambaye Roho wa Mungu alikuwa amekaa juu yake, na akasema lazima tuendelee. Amen. Hata kama itabidi ya kwamba kazi iende slow, hafu ya watu watu kinge na hafu ya wengine waendelee, na hata wale ambao wanafanya kazi ni lazima kazi iendelee. Hata ukienda kushota maji, wewe ukiwa umebeba silaha, hebu adui ajue ya kwamba you are prepared. Unajua nikwambie wazi, shetani akijua kwamba wewe sio mtu wa kukufa moyo haraka, atatoroka. Amen. Lakini kama wewe ni mtu wa kuvujika moyo haraka, kama wewe ni mtu ambaye ukiambiwa tu jambo kidogo tu hiyo inakumaliza, hebu niwakumbushe what the Bible says. Yesu akasema tagia siku ya Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu ni wa kung'ang'aniwa, na ni wale ambao wanaong'ang'ana wanaupata kwa nguvu. Kila mambo mazuri ambao tunapata, wapendwa, tunayapata kwa sababu ya kung'ang'ana. Lazima tung'ang'ane. Haleluya. Hakuna jambo nzuri inatoka mahali pazuri. Shetani hagetaka tuyeshukue. Lazima tung'ang'ane. Mama ng'ang'ana, mzee ng'ang'ana. Hebu tung'ang'ane kama kanisa. Let us have that spirit of Nehemiah. Hebu let us move on in the name of the Lord Jesus. Hebu Bwana tukute tukiwa tunaendelea. Amen. Don't give up. Nimekuambia kusudi ya shetani sio mambo mawili. Kusudi ya shetani ni ukufe moyo, uache kufanya, uache kuendelea mbele. Ndiposa Yesu akasema in John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and to kill and to destroy. The thief, the devil, comes for a reason: to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and have it in full. Shetani huja kwa kusudi moja: aibe, auwe, na sio akule, aharibu, ili yakoba kazi ya Mungu isiendelee. Bwana msana. Tupige Bwana makofi kama tunamaanisha. Na ndiposa wapendwa nimewaambia ya kwamba let us overcome what we call the never finish anything syndrome. Ili ambao unakuta hakuna jambo ambalo utamaliza. Unaanza mradi haujamaliza. Unaanza biashara haujamaliza. Kabla haijafika kilele chake unakufa moyo. Na wapendwa, kuna watu wengi sana ambao wanapoteza hatima yao wakati ule tu ya kwamba amechoka, karibu tu aishukue, anavuja mweka moyo, anaondoka. Amen. Nataka kushika haya maneno ya huyu mtumishi wa Mungu. I want to believe ya kwamba ni mtumishi wa Mungu, huyu Maradona, ambaye aliyesema si kutumwa kuanza, nilitumwa kumaliza. Maliza ndugu yangu, maliza dada yangu. Amuka ujitie moyo ya kwamba nitaendelea.
moja ikianguka, simama. In the name of the Lord Jesus. Biblia inasema ya kwamba mwenye haki anaweza akaanguka mara 7 na mara hiyo yote anasimama. Wale ambao wamechai kushukua ni wale ambao wana roho ya kung'ang'ana. Hata sisi wa Idhaka Mission Center, wapendwa, baadaye finally, amen, tutakuwa tumeenda mbele sana. Huu ni wakati wa kung'ang'ana. 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 Na watu wengi hawatakai kung'ang'ana. Let me tell you the truth. Unaona hata hii mambo ya kujiwekea mambo ya kununua plot na plot. Sio watu wengi ambao wanataka kusumbuka. Sio watu wengi ambao wanataka kuguzwa. Amen. Kana hiyo sote hata sio pasa wengi ambao wanataka kila wakati wanasema ni kusendelea. But let me tell you something. Hakuna kitu kizuri kinatokana kwa rahisi. But finally tutaipata. Finally utaipata. Ni wakati wa kupanda. Ni wakati wa majonzi. Ni wakati wa kung'ang'ana. Lakini wale wanaong'ang'ana wanaupata mwishowe. Utaipata hiyo ambayo unatafuta in the name of the Lord Jesus. Amen. Finishing requires determination, requires courage, requires faith, requires commitment, requires perseverance, and even a resolve, a decision that I want to move on. You never give up. Naomba ya kwamba Mungu anisaidie na kusaidie. Tuwe na roho ya kama ya Nehemia ambayo inasema nitaendelea in the name of the Lord Jesus. Ya kwamba wewe shetani najua ya kwamba hii kazi haitaenda vile nilikuwa nafikiria, lakini nimejiandaa, nitamaliza. Na kama kuna watu ambao wanakuwa rewarded na Mungu ni wale ambao wako na roho aina hiyo. Jambo la 5, embrace teamwork spirit. Embrace teamwork spirit. Hebu nikwambie kitu kimoja. Mungu hajawahi kukusudia ya kwamba mtu mmoja afikie kilele chake akiwa peke yake. Hauta achieve your goal alone. Hautapata ushindi peke yako. Hakuna hata mtu mmoja, hata wale ambao wanakimbia hawapati kukimbia huko peke yao. Kuna wengine wanakuwa na coaches. Amen. Wale ambao every morning wana train. Last week, amen, I encountered one of the great marathoners wa USA. Na tulipokuwa tunaongea naye kwa sababu ni mshirika wa ile kanisa nilishiriki, tukawa tunazungumza, akaniambia kila siku anafanya exercise ya 30 kilometers every day. Na kuna mtu ambaye wanakimbia wanafanya hivyo na ameshinda Chicago Marathon. Bwana mesana. Marathoner, one of the top marathoners in the US. Ni roho ya kung'ang'ana. Hata wale ambao ni wetu hapa, utakuta ya kwamba asubuhi. Unajua watu wanaona tu mtu amegonga kaba na ameshinda, amepatiwa trophy, lakini lazima ujue process ile ambayo ameishukua mpaka afike mpaka hapa. Lakini hafanyi hiyo peke yake, that's my point. Na Nehemia atakiwa na uwezo na nguvu na mamlaka na heshima na goodwill ya mfalme, alielewa kitu kimoja. Kama huu ukuta utaendelea, sitafanya peke yangu. Nitahitaji watu. Nitahitaji watu ambao watakao nitia moyo. Na let me tell you, kama kuna kipawa ambacho Mungu atakupatia ni watu. Watu. Kuna mahali hautaenda mpaka mtu mwingine akushike mkono. Kuna milango ambayo haitafunguka katika maisha yako mpaka upate mtu ambaye atakwambia njoo ndugu yangu. Praise be to the name of the Lord. Connections. Kuna mtu ambaye Mungu ataleta katika maisha yako ambaye atakuwa mlango wa destiny yako. Amen. Hata Mungu mwenyewe alisema let us create. Let us. Na Mungu hakukusudia kwamba ataokoa ulimwengu wote akiwa peke yake. Aliamua atatumia malaika na atatumia wanadamu kama sisi. Sio peke yake. Aliamua kucooperate. Hata sisi ni lazima tujue nyamara hiyo. Na kwa hivyo in verse number 19 inasema, then I explained to the nobles, to the officials and all the people. Amen.
I informed them. I explained to them the numbers, the officials, and all the people. Because that unity, mahali pale kuna umoja ule, jambo linaweza likaendelea. Amen. Hallelujah. Yes. Inasema the work is very spread out, and we are widely separated from each other along the wall. When you hear the blast of the trumpet, rush to whatever it is sounding, wherever it is sounding, then our God will fight for us. Nehemiah anawaambia watu, we need each other. Ninaona ya kwamba ukuta ni mrefu. Now we are spread out. We are far off. Na hii kazi hatutafanya peke yetu. We need one another. Ninaomba ya kama mtakaposikia tarubeta imelia, kila mmoja atembee ae mahali pale hiyo tarubeta imepulizwa. Unity. Bwana sana. Watu. Na watu ni kitu ya umuhimu sana. Na that's why wewe ni kipawa yetu. Amen. Wewe ni kipawa wa Idhaka Church. Hii kanisa haijengwi na mtu mmoja. Inajengwa na kila mmoja wetu. Inajengwa na choir, inajengwa na praise and worship, inajengwa na ushers, inajengwa na board members, inajengwa na pastor, inajengwa na wale departmental leaders, inajengwa wale wa ministry. All of us. Kila mmoja ana play part yake. Sio kazi ya mtu mmoja. Na Nehemiah alielewa mambo hayo. No matter who you are, you will always need others to win your battle. Hakuna mtu ambaye anaweza peke yake. Amen. Either iwe ni biashara ama ni kazi, hauwezi peke yako. Kuna watu ambao Mungu atakupatia, wanaitwa destiny connectors. Destiny yako na wewe, kuna gap hapa katikati, na God uses people. Na maybe mtu yule ambaye atakuwa destiny connector amekaa karibu na wewe. Muangalie tu. Usimpuuze. Can I tell you, usimpuuze? Kuna mzee mmoja ametembea hii kanisa. Do you remember mzee yule ambaye alikuja hapa akasema, alikuja Kenya kabla hajaokoka. Walikuja na Cheshia. Na akawa amesema atakuja mission, ili ya kwamba hiyo mission atembeze granddaughter yake. Na akasema alipokuja hapa akaokoka. I never knew who that person was until last week. Do you know who that person is? Mambo yote inakuwa organized na Trump, na federal government, yeye ndiye huwa na organize hiyo. So nikataka kujua, nikakuta hata hii inauguration ya Trump, actually hata wako na picha na Trump na yeye hapo. Na by the way amenipatia souvenir invitation ya ile alipewa na Trump, niko nayo kwa nyumba. But you know, ukimwona tu unaona ni mzee, hata unaweza ukamuomba nini, unaona tu ni mzee wa kawaida. By the way, they are here in Kenya, meeting them tomorrow. But you know, ukikaa na mtu huyo, huwezi ukajua hata. Kuna watu ambao hatajitangaza. Na unaweza ukawapuuza. Na maybe, could be, that person is your destiny connector. Unaweza ukampuuza, unaweza kuwa na ego yako, kiburi yako, na uone ya kwamba sasa huyu ni nani. Now, let us have the spirit of Nehemiah. Nehemiah alisema, he talked to the nobles, the officials, and all people. Because he knew if he is going to win the battle, he will not win that battle alone. He is a human being. Anasema tutafanya kazi mchana na usiku, in rotation. Hata kama wewe una uwezo mwingi, namna gani hauwezi ukafanya kazi yoyote. We have what we call the better together in KAG. Better together. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 12 inasema, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down and one can help the other up, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken.
Meaning ya kwamba you need one another. Amen. Jambo karibu nimalizie ni uongozi. Nehemiah was a leader. Ni kiongozi ambaye hakuongoza na nyuma. Aliongoza na mbele. Hakuambia watu wafanye. Aliambia hebu na tufanye. Amen. He was a great leader. In verse number 23 inasema, during this time, none of us, not I, nor my relatives, nor my servants, nor the guards who are with me, even took off our clothes. We carried our weapons with us at all times, even when we went for the water. And I want you to note something there. We, I, us, and our. Nehemiah knew the challenge. Na he was ready to do this. Yakobo wakati ule watu wameshushwa moyo, Nehemiah alikuwa hapo awatie moyo. Na naomba ya kwamba Mungu anisaidie na kusaidie, kwa sababu hata katika familia zetu we need leadership. Amen. Hallelujah. Mtu ambaye ataona zaidi ya wengine. Mtu ambaye anaweza kaenda hatua zaidi ya wengine. Mtu ambaye anaweza akaenda juu ya wale wengine. Mtu ambaye anaweza kasimama aseme tutaweza. Kiongozi. Amen. Na Nehemiah was that leader. Nehemiah was an influential leader. A man of vision. A man of purpose. A man of participation. Driven by faith, courage, determination. A great motivator. Mtu ambaye anasema ya kwamba ni tutaenda. Ni mtu ambaye tunamjua katika Biblia. Mtu ambaye alikuwa ni mtu wa maombi. Mtu ambaye alikuwa strategist. Mtu ambaye alikuwa ana encourage watu wale wengine. Ana promote unity. Anaongoza kwa example. Alijua ya kwamba kuna hitaji mtu wa kuongoza. Nehemiah was always there. Naomba ya kwamba Mungu ainue watu wa aina hiyo hapa kanisani. Naomba ya kwamba Mungu ainue watu wa inio katika familia yenu. Your family needs a leader. A leader. Amen. Kiongozi ambaye habutamaliza wote. Hata kama watu wengine watasema haitawezekana, your perspective and their perspective is different. Because mtazamo wako unaona na mtazamo wa Mungu. Nehemiah alimuamini Mungu. Nehemiah aligojea Mungu. Aliposikia kama haitawezekana, katika mtazamo wake na Mungu alisema itawezekana. Leadership is stepping out and taking initiative and acting and not just waiting for instructions. Because kiongozi sio mtu wa kugojea aambiwe. Kiongozi sio mtu wa kugojea awe instructed. Mtu ambaye ana roho kama ya Nehemiah ni mtu ambaye anaona na anaenda kufanya. Amen. Dunia imejaa watu wa kuambiwa. But kiongozi ni mtu ambaye unatokea. Amen. Amen. Hallelujah. Haugojei kuambiwa fanya hii, fanya ile, fanya hiyo nyingine. Roho ya uongozi ni kufanya, kuwa suluhisho. Sio kucomplain. And I see Nehemiah, even when they were complaining and they were saying, the Bible talks about them complaining. Na wale mtakuwa Jumatano, na ningetaka kama hutapata nafasi uangalie katika online yetu. I'll be speaking about that. Inasema watu waliponugunika wengi kwa sababu ya vyakula na ukosefu wa vyakula, tumeuza mashamba yetu, tumeuza watoto wetu, tumeuza hiyo nyingine. Biblia inasema Nehemiah akasimama katikati yao. Amen. We need the spirit of Nehemiah. Amen. Hata kama sio uongozi, but the spirit of Nehemiah. Roho ambayo sio kufinyiliwa, roho ambayo sio kuwa intimidated by the devil. Ni roho ya kuamka mara moja na kusema shetani hii nimekataa in the name of the Lord Jesus. Naweza nikaenda. Amen. Hallelujah. Amen. Sio mtu ambaye unaweza ukawa intimidated. Ukiogopa sana hii dunia, uogope sana, hii dunia itakuwa gumu sana kwako.
Lazima uwe moto, mtu ambaye mwenye nguvu na kuamini Mungu. Jambo la mwisho ni kumwamini Mungu. Amen. Na Nehemia alikuwa huyo mtu. In verse 14 part B nasema, do not be afraid of the enemy. Remember the Lord, who is great and glorious, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Our God will fight for us. Amen. Wakati ule ambao wana wa Israeli walikuwa wamefujika moyo, hili jambo hatutaweza. Amen. Amen. Waidhaka, hili jambo ni ngumu, hatutaweza. Na ni ngumu. Hatuongei mambo marahisi, tunaongea mambo magumu. Wakati huu Sanballat, Tobia, Ashkenazite, Ammonites, Arabs, they had ganged together against the people of Israel. It was difficult. But Nehemiah stood and they said these words, do not be afraid of the enemy. Remember the Lord, who is great and glorious. Stand up and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Amen. Wale walikuwa hapa Wednesday niliwaambia, the phrase don't be afraid is repeated 365 times in the Bible. Hiyo inamaanisha it is spread out the whole year, the days of the year. Yakoba kila siku unapoamka na kuna roho inakuambia hautaweza, Mungu upande ule mwingine anakuambia do not be afraid. Am I speaking to someone here? Am I speaking to someone here? Let that voice from the Holy Spirit always speak to us. In our businesses, in our marriages, in our relationships, when that voice of the enemy tells us, hii hautaweza, ebu na kuwe na kitu, kuna roho inatuzungumzia, inatuambia do not be afraid. Remember God. I pray even this day that brothers and sisters, let us remember God. We are not alone. We are not doing this work alone. Hata maisha yako, you are not alone. Jesus said, I will be with you till the end of ages. I shall be with you. God has not abandoned us in our relationships. God has not abandoned us even when we think that things are not working well for us. I encourage us, let us remember the Lord. Remember the Lord. Remember the Lord. Remember the Lord. Let that voice of the Holy Spirit always speak to you. In that moment, remember the Lord. And finally he says, our God will fight for you. And it's true. God fights for his people. Amen. Nasema God fights for his people. Like Nehemiah, who had unwavering confidence and trust in the Lord. I want to encourage us to be encouraged in the Lord. Finally, Apostle Paul says, being confident of this very thing, that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. He who began a good work in you will bring it to completion. Amen. Amen. Naomba tusimame katika jina takatifu la Yesu. Hallelujah. Ujumbe wangu
ni fighting to win. Fighting to win. Paka mwisho. Paka mwisho. Sema ya kwamba nitapigana mpaka mwisho. Hallelujah. Hebu tuombe. Baba Mungu mwenye uweza, kama mtumishi wako Nehemia ulipomuita wakati wa kujenga ukuta wa Yerusalemu, alipambana na upinzani mkali. Na kitu tunajifunza jinsi ambavyo alivyotatua hiyo shida ambayo ilimkabidhi Bwana Mungu wetu. Naomba hiyo roho ya Nehemia itushukie siku ya leo. Katika maisha yetu ya binafsi, familia, mahusiano, biashara, kazi, kanisani, Bwana Mungu mwenye uweza, katika mradi ambao tunaofanya, katika kumwamini Mungu kwa ukuzaji na ukuaji kwa kanisa, Mungu mwenye uweza. Mungu na kuomba tuwe na hiyo roho ya Nehemia. Ya kama Mungu mwenye uweza, hakuna hata moja ambaye atakufa moyo na akose kuendelea na imani. Hakuna hata moja atakufa moyo aashane na doa yake. Hakuna hata moja atakufa moyo aashane na imani yake. Ninakuomba Mungu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, tusaidie ili ya kwamba roho ambayo umetumwagilia Bwana uwe unatutia moyo kila siku na kila wakati. Mungu mwenye uweza, tukiwa katika hiyo hali ya maombi, ningetaka kuomba pamoja nasi. Huko hapo unaniambia, pastor, naomba uniombee. Kuna jambo Mungu amenisungumzia, kwa sababu neno la Mungu linasema hakuna neno linatoka kwa Mungu litakamrudia patupu. Unaweza ukawa hapo unasema, pastor, omba pamoja nami kwa sababu ya hili jambo. Naomba uinue mkono wako katika jina takatifu la Yesu Kristo. In the name of the Lord Jesus. Baba Mungu mwenye uweza, tazama huo mkono wa ndugu na dada yetu Bwana Mungu mwenye uweza. Bwana na kuomba ya kwamba aishi kuona wema wako, aishi kuona kufaulu kwake, aishi kuona kushida kwake. In the name of the Lord Jesus. Iwe ya kwamba kuna jambo anahitaji kutiwa moyo na kuendelea, ninaomba ya kwamba Mungu uwatie moyo kuendelea katika jina takatifu la Yesu. Mungu tunakushukuru ya kwamba hatutaitikia mwito wa shetani wa kufujika moyo. Hatutaitikia mwito wa sauti nyingi ambazo zinazotukadamisha na kutuambia kwamba hatutaweza. Hatutainamia roho ya muovu shetani na wakara wake na mapepo yake ya kugive up. Lakini Bwana majeshi, tutaendelea mbele in the name of the Lord Jesus Christ. Na naomba ya kwamba uwapiganie watu wako vita yao Bwana Mungu mwenye uweza. Wapiganie vita Mungu mwenye uweza. Kama kuna jambo limekwama mahali fulani, tunaomba siku ya leo fungua hiyo njia katika jina takatifu la Yesu Kristo. Fungua hiyo njia Mungu mwenye uweza. Fungua hiyo njia Mungu mwenye uweza. Kama kuna mlango ambao umefungwa, naomba katika jina takatifu la Yesu Kristo huo mlango ufunguke katika jina takatifu la Yesu Kristo. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Kama kuna threat ambayo iko, ondoa hiyo threat in the mighty name of the Lord Jesus. Iondoe Bwana Mungu mwenye uweza kwa kila jambo na kila siku na kila wakati. Mungu mwenye uweza, naomba ya kwamba utembee na watu wako Mungu mwenye uweza Bwana. Roho Mtakatifu wa Mungu, kama vile Nehemia alivyosema, utatupigania vita yetu Bwana Mungu mwenye uweza. Naomba ya kwamba siku ya leo pigania watu wako vita yao katika jina takatifu la Yesu Kristo Bwana. Tunakupa sifa kwa sababu tunajua kutakuwa na mashuhuda. Kutakuwa na ushuhuda Mungu mwenye uweza Bwana. Hata vita ya magonjwa wapiganie. Vita ya magonjwa ya saratani wapiganie Mungu mwenye uweza. Ponya kila saratani katika jina la Yesu. Ponya kila magonjwa katika jina takatifu la Yesu. Ebu na kuwe na mashuhuda, Bwana Mungu wetu, ya matendo makuu yale ambayo unayofanya Mungu mwenye uweza. Hata wale ambao wanaotutazama katika mtandao Mungu mwenye uweza Bwana, ninakuomba in the mighty name of the Lord Jesus, wapiganie vita yao
katika jina takatifu la Yesu Kristo Bwana. Mungu tunakupa sifa, tunakupa heshima. Hata plote ambao tunanunua, tupiganie Mungu mwenye uweza Bwana. Tupiganie Mungu mwenye uweza. Tupiganie Mungu mwenye uweza. Tupiganie Mungu mwenye uweza. Tupiganie Mungu mwenye uweza katika jina takatifu la Yesu Kristo. Bwana tunakushukuru, Bwana tunakuinua, Bwana tunakupa sifa, Bwana tunakupa heshima kwa sababu ya ni Mungu mwaminifu Bwana. Na tunaomba haya tukiamini katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumekuomba. Kila mmoja tuseme amen. Tuseme amen kama tunamaanisha.